Sisi Chilambo General Trade Company Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na uhifadhi wa taka, hasa taka hatarishi. Sisi tunajihusisha na uhifadhi wa taka za kielektroniki, lakini pia tunajihusisha na uhifadhi wa taka za plastiki. Tunasema mafuta machafu au tunasema used oil and sludge, lakini pia tunafanya chuma chakavu, lakini pia tunajihusisha na taka za kemikali za hospitalini pamoja na viwanda. Hiyo ndio shughuli yetu kubwa. Kwa hiyo hapa tulipo, hii ni tunaita facility, eneo ambalo limefanyiwa audit kwa ajili ya shughuli hizo. Tuna go down hapa kwa ajili ya kuhifadhi aina hizo za taka ambazo nimezitaja, lakini pia tuna incinerator kwa ajili ya kuteketeza baadhi ya taka ambazo zinatakiwa ziteketezwe, lakini pia tuna maeneo ambayo yametengwa kwa ajili ya taka ambazo zinahitaji kufukiwa au kama Waswahili tulivyozoea kusema tunazika. Hizo ndio shughuli zetu kubwa tunazofanya. Mwaka 2012 Chilambo ikaingia rasmi sasa kwenye shughuli za uhifadhi wa taka. Kwa hiyo tuna miaka zaidi ya 10 sasa, tena miaka 15 sasa katika shughuli ya uhifadhi wa taka. Viwanda vile vya mwanzo kabisa kuanzishwa huu ukanda wa viwanda wa Kisarawe. Kwa sisi tuseme tumewatia hamasa hata wengine waliokuja nyuma yetu kuweza kuona kwamba inawezekana kuwekeza licha ya kutokuwepo kwa tuseme miundombinu inayohitajika, hasa kwamba unaweza kuanza pasipo kuwepo kila kitu alafu vitu vingine vikafuata. Lakini pia kwa kuwepo Chilambo hapa tumetoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja kwa wakazi wa Kisarawe na maeneo ya jirani, kwa sababu tuna watu wanafanya kazi hapa ndani ambao wengi wanatokea maeneo ya hapa karibu. Kwa wanapata ajira, maana wanasaidia nyumbani. Lakini pia tumekuwa tukitoa huduma mbalimbali. Tunatoa huduma ya maji hapa bure kwa wakazi wa hapa, lakini pia tumekuwa tukishiriki na jamii inayotuzunguka kwenye misiba na shughuli nyingine tofauti tofauti. Tutatoa michango, tutatoa usafiri kwa sababu maeneo yetu kidogo yana changamoto ya usafiri. Kwa hiyo tunashiriki kwenye kutoa michango tofauti tofauti ya shughuli tofauti tofauti za kijamii kama nilivyosema hapo. Kwa hiyo kuna fursa nyingi, lakini pia kama nilivyosema kuna zile ajira ambazo sio za moja kwa moja. Kuna watu wameanzisha biashara kwa sababu ya kuwepo kwa Chilambo. Kuna maduka yamefunguliwa, kuna kina mama wanaokuja hapa kwa ajili ya kuuza vyakula, huduma nyingine tofauti tofauti baada tu ya Chilambo kuwepo hapa. Kwa sasa tuna wafanyakazi wanafika 100 au ni waajiriwa wa hapa ndani. Lakini wakati mwingine tumekuwa na shughuli zingine nje, unakuta labda tunataka usafi wa mazingira, labda shamba huko na maeneo. Kwa tunapenda kutumia watu walioko maeneo haya, kwa sababu maeneo yanakuwa makubwa. Kwa unaweza kukuta kwa siku kuna vijana 20, maana tunazungumza sasa hizo sasa ajira ambazo si za kudumu. Sasa uzuri watu ambao tuko kwenye utendaji sasa hivi ni watu wale ambao tulikuwepo wakati mzee hiyo. Mara zote mzee alikuwa kuwepo au alikuwa anaweza kufika sehemu zote kama ambao tulikuwa wanatutaka. Kwa hiyo wakati mwingine sisi tulikuwa tukimwakilisha na tunaendelea kufanya hivyo pia. Kwa hiyo bado Chilambo iko hapa, hata kama mzee yuko bado tunaendelea kushirikiana. Na usafiri nje ya nchi ni vitu ambavyo vinatokea kwa sababu kuna warsha, kuna mafunzo, wakati mwingine kuna washirika wa kibiashara ambao kuna wakati lazimu kuonana ana kwa ana. Kwa hiyo mialiko bado ipo. So sio tu mimi, hata watu wengine ambao wanafanya nao kazi hapa sasa hivi tumebaki.
kuna wakati mimi nitakwenda, kuna wakati mtu mwingine atakwenda, kulingana na nafasi, lakini pia kulingana na uhitaji uliopo. Kwa hiyo safari za nje bado zipo, kwa sababu sisi tunafanya kazi na watu kutoka nchi tofauti tofauti, na hata sasa hivi tuna wageni ambao tunawatarajia probably baada ya mvua kuishaisha, kwa labda mwezi wa 5 wa 6, ambao wanatoka nje ya nchi. Wengine walikuja mwaka jana wakati mzee kipindi hicho mgonjwa anaugua, kwa hata yeye hakuweza kuonana nao. Kwa hiyo bado tuko kwenye misingi ile ambayo ilikuwa tangu. Kuna zile imani za kwamba huenda